Mkuu wa wilaya ya Korogwe mkoani Tanga, Hafsa Mtasiwa, ameagiza kukamatwa kwa mratibu wa maabara wa halmashauri ya mji huo kwa madai ya kufanya jaribio la wizi wa vipimo vya kupimia ugonjwa malaria. Bandole anatuhumiwa kuchukua boksi la vifaa hivyo kutoka halmashauri ya wilaya ya Korogwe vijijini, akidai halmashauri ya mji wa Korogwe anakofanya kazi kuna upungufu wa vifaa hivyo. Tupate taarifa. Kaimu afisa wa dawa wa halmashauri ya wilaya Korogwe vijijini, Isa Mkwawa, amesema tukio hilo limetokea Novemba 11 na vifaa hivyo vikarejeshwa Novemba 25 baada ya kuvuja kwa taarifa hiyo. Alikuja kuchukua wanaita MRT kutoka halmashauri ya Korogwe vijijini au Korogwe DC. Sasa kwa kweli kufuata utaratibu, kilichofanyika ni kwamba waliwasiliana watu wawili tu na waka issue hizo MRT 45 zenye paki 25 kila moja. Mtuhumiwa baada ya kutafutwa kwa muda mrefu akaibuka, lakini baadaye akakiri kutenda kosa hilo kwa kile alichodai yalikuwa ni makosa ya kibinadamu. Ndio wewe hapo, sogea hapo. Ulikuwa hapo saa zote hizo ulikuwa wapi? Nilikuwa pale dokta ilikuwa ni off. Sogea hapa. Haya, tueleze hadithi ya inahusika vipi? Nilipokea mzigo. Ulipokeaje mzigo upi? Wewe eleza habari ya boksi hili hapa. Nilipokea mzigo wa stoka ambayo mimi nilikuwa nahitaji imekuwa pungufu. Kwa hiyo wewe tuna tabia kufanya distribution yao, wewe kama mimi nimepungukiwa, wewe tunaweza kaenda ukamwomba jirani yako. Kwa maana nyingine sasa hizi tukienda kucheki kule zimeisha. Stoka hapana haijaisha. Sasa kwa nini uje uombe wakati wewe stock yako haijaisha? Ni kweli kwamba wakati mwingine ni makosa ya kibinadamu labda. Hata hivyo, mkuu huyo wa wilaya akaagiza kuchukuliwa kwa hatua za kinizamu kwa mtumishi huyo. Tulikuwa tuna uhaba. Jamani, mimi namwagiza TMO huyo aende mfanyie kazi. Biashara namna hii hatuitaki. Sawa? Kakiuka kila aina ya sheria zilizokuwepo. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, boksi hilo thamani yake ni zaidi ya shilingi milioni 6. Bwana Herman, Star TV.